وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي والله تعالى هو المعبود الحق في السماء وهو المعبود الحق في الأرض، كما قال الله تعالى في الأنعام: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو الذي في السماء إله، na yeye ndiye ambaye mbinguni ni mwenye kuabudiwa kwa haki. Wa fil ardi ilahun, na ardhini ni mwenye kuabudiwa kwa haki. Wa huwa alladhi, na yeye ndiye ambaye fi samai, mbinguni, ilahun, ni mwenye kuabudiwa kwa haki. Wa fil ardi, na katika ardhi au na ardhini, ilahun, ni mwenye kuabudiwa kwa haki. Wa huwa alhakimul alim, na yeye ni alhakim alalim, ni mwenye hikma mjuzi, na yeye ni mwenye hikma mjuzi. Mfano aya hii ni aya ya 3 katika suratu al-An'am, pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala: wa huwa Allahu fi samawati wa fil ardh, na yeye ndiye Allah mwenye kuabudiwa kwa haki mbinguni na ardhini. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun, anazijua siri zenu na anajua dhahiri yenu na anayajua yale mnayoyachuma. Hiyo ndio tafsiri sahihi ya aya hii. Baadhi ya wasioelewa wakasema kwamba tushajua kwamba hapa Allah anaonyesha kwamba yuko mbinguni na ardhini, kwa hiyo Allah yuko kote, Allahu fi kulli makan. Wako waliosema hivyo ni kauli imesemwa na baadhi ya Jahmiya na Mu'tazila na baadhi ya Ash'ari kwenye vitabu vyao, wanasema kuwa Allah yuko kokote. Na huu ndio msimamo wa Ash'ari humu mwetu kwa muda mrefu. Mashaikh wakisomesha Jalaleni au wakisomesha mambo ya tauhid, wakifika katika aya hizi wanatafsiria watu hivyo kwamba Allah yuko kokote, popote Allah yupo. Kwa kuwa jambo hili lina lawazim ambazo ni batila, leo wamepatikana baadhi ya watu wakafuata mwenendo wa Mu'tazila katika Ash'ari, wakafuata maslaki ya ki'tizali, wakaacha ule wa Ash'ari wao, kwa sababu katika Ash'ari wako ambao wamefuata maslaki ya i'tizali kwa 100%, si Ash'ari tena, ni Mu'tazila wao, wakafuata madhehebu hiyo. Sasa kuna watu wakaunga mkono katika zama hizi, wao wakasema Allah hana mahali, hana mahali, kwa hiyo hayuko, yuko hana mahali. Wapi? Haifai kuuliza wapi, lakini hayuko juu wala hayuko chini, hayuko ndani ya dunia wala hayuko nje ya dunia, hayuko kulia wala hayuko kushoto, hayuko mbele wala hayuko nyuma. Sawa? Ukisema bwana, kwa mfano mtu akwambia mimi kuna gari hiyo nzuri hiyo, lakini haiko juu wala haiko chini, haiko ndani ya dunia wala haiko nje ya dunia, haiko mbele, haiko nyuma, haiko kulia, haiko kushoto. Gari iko? Hakuna gari hapa, maneno tu, hakuna. Ikiwa hayo anayosema ni kweli kwamba haiko nje ya dunia wala ndani ya dunia, kulia wala hakuna gari, hakudanganya wewe. Akikwambia chochote kile kwamba katika wasifu huu tulioeleza hicho hakipo, mnake kumwambia sif lil ma'dum, hanielezee kitu kisichokuwepo, wasifu wake ukoje? Ndio hivyo hivyo, hakiko juu, hakiko chini, hakiko kulia, hakiko kushoto, hakiko mbele, hakiko nyuma, hakiko ndani ya dunia wala nje ya dunia, wala nje ya dunia hakuna. Ndio hakuna, hakipo kitu hicho. Sawa? Sasa wao wamejisahau, wakamsifu Mola wao kwa wasifu huu ambao ma anzala Allahu biha min sultan, kwa sababu hiyo sio aya wala sio hadithi. Hayo maneno sio aya wala si hadithi wala si maneno yoyote katika salaf.
maneno tu wameyatunga wenyewe. Na ahli sunnah wal jamaa hawaitafsiri aya hii kwa maana ya kuwa Allah yuko juu na Allah yuko chini, sio tafsiri yake. Wa huwa alladhi fi samai ilahun, na yeye ndiye ambaye mbinguni ni mwenye kuabudiwa. Ndio malaika wanamwabudu mbinguni. Wa fil ardi ilahun, na ardhini ni mwenye kuabudiwa. Ndio anaabudiwa ardhini. Kwa ni tafsiri ya sawa sawa, kwa sababu ilah ina maana ya maabud, المعبود بحق. بمعنى يا لا إله إلا الله، hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Ndio maana ile neno ilah, mwenye kuabudiwa. Wa illa muulize mtu anayetafsiri, kwa mfano mtu asema nakiri kwa moyo na baini kwa ulimi kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki. Hii mwenye kuabudiwa kwa haki umeitoa wapi kama sio kwenye neno ilah? Hapana mwenye kuabudiwa kwa haki, mwenye kuabudiwa kwa haki umelitoa wapi neno la maabuda bihaq? Ni katika neno ilah. Kwa yeye ndiye mwenye kuabudiwa kwa haki mbinguni, na yeye ndiye mwenye kuabudiwa kwa haki ardhini. Wa huwa alhakimu alalim. Wa illa pia njia nyingine ya kulikata jambo hili ni ayati zilizokuja kuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala fawqa arshi wa fawqa as-samawati wa fawqa arshi. Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake, juu. Kuna dalili za Qur'ani, tuna dalili za sunna na ijma' ya wanawazuoni. Walionukuu ijma', yani maafikiano, walionukuu zile habari kwamba wanawazuoni katika maswahaba, tabi'ina na walikuja baada yao wameafikiana kwamba Allah yuko juu. Wanawazuoni 20 wamenukuu ijma', na wengi katika hao amewataja al-Imam Adh-Dhahabi katika kitabu chake Al-Ulu. Lakini wanawazuoni 20 akiwemo al-Imam Abu Amr Abdurrahman bin Amr al-Awza'i, imamu ahli Sham fi zamanihi, alifariki mwaka 157. Unajua mwaka 157 ni kipindi cha atba'u tabi'in na tabi'in na baadhi ya tabi'in, kipindi walichoishi wanafunzi wa tabi'in, bali pia kuna baadhi ya tabi'ina walikuweko katika wakati huo. Lakini atba'u tabi'in walikuwa ndio wakati wao, wanafunzi wa tabi'in. Tabi'ina ni wanafunzi wa masahaba. Al-Imam Abu Amri Abdurrahman bin Amr al-Awza'i amefariki mwaka huo 157. Al-Imam al-Awza'i ni mmoja katika wale wanawazuoni 7 wenye madhehebu ambazo zilikuwa zikifuatwa. 3 zikafutika, zikabaki hizi 4 madhhabi za ahli sunna. Yeye ni katika watu waliolingana kiumri na ilmu na akina al-Imam Malik, na amefariki kabla Imam Malik. Malik kafariki 179, yeye kafariki mwaka 157 Hijriya. Mashekhe wake ni katika saadati tabi'in. Anasema kunna wattabi'una mutawafiruna naqul, sisi tulikuwa tunasema maneno na hali ya kuwa tabi'una wako wengi wanatusikia, wapo. Tunasema kwamba inna Allah azza wa jalla fawqa arshihi wa nu'minu bima waradat bihi as-sunnah min sifatihi. Sisi tulikuwa tunasema na hali ya kuwa tabi'una bado wapo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake. Yote tunazungumza haya kwa sababu ya hii aya, wa huwa alladhi fi as-samai ilahun wa fi al-ardi ilahun. Na kadhalika al-Imam Ibn Abd al-Barr katika kitabu chake Tamhid alipokuwa akisherehesha hadithi ya nuzul, kwa sababu hadithi hii katika sahihaini iko katika al-Muwatta. Sasa wakati akisherehesha hadithi hiyo akasema wa fihi dalilun
على أن الله عز وجل في السماء على عرشه من فوق 7 سماوات كما قالت الجماعة، وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله عز وجل في كل مكان وليس على العرش. الإمام ابن عبد البر الأندلسي رحمه الله تعالى katika aima wakubwa wa madhhabi ya Malik, alipokuwa akisherehesha hadithi ya kushuka Allah subhanahu wa ta'ala, anasema ndani ya hadithi hiyo kuna ushahidi wa kwamba Allah yuko juu, tena yuko juu ya arshi yake ambayo yuko juu ya mbingu 7 hiyo arshi, kama walivyosema aljamaa. Ahlus sunnah wal jamaa ndivyo wanavyosema hivyo, na ndio kundi la masahaba hilo na tabi'un. Wa huwa hujjatuhum ala almu'tazila waljahmiyya, na hadithi hiyo ndio hoja yao dhidi ya mu'tazila na jahmiyya. Jahmiyya na mu'tazila na nini? Fi qawlihim inna Allah azza wa jalla fi kulli makan. Mu'tazila na jahmiyya wanasema kwamba Allah yuko kila mahali, walaysa ala al-arsh, na hayuko juu ya arsh. Hii ni kauli ya jahmiyya na mu'tazila, na kama tulivyoeleza kwamba wanawazuoni zaidi ya 20 wamenukuu ijma'. Miongoni mwao ni al-Imam Ishaq bin Rahoya au Ibn Rahawayhi, pia wanavyosema watu wa hadithi wanamuita Ibn Rahoya. Amefariki mwaka 227 Hijiria. Yeye ameelezea na kunukuu ijma' ya wanawazuoni katika saadati al-muhajirin wal-ansar wa min saadati at-tabi'in kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arsh. Na mwingine ni al-Imam Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif Abu Raja al-Baghlani, ambaye ni shekhi wa al-Imam Muslim na wengineo katika ashab al-kutub as-sita. Amefariki mwaka 240. Mwingine ni Abu Hatim al-Razi na Abu Zur'at al-Razi. Abu Hatim al-Razi amefariki mwaka 277 na Abu Zur'a mwaka 264, zote ndani ya zile al-qurun al-mufaddala, wote wamefariki ndani ya karne hizo. Na Uthman ibn Sa'id ad-Darimi pia amenukuu ijma hiyo, amefariki mwaka 280. Kadhalika al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi yeye amefariki 321, na mwingine ni Abu al-Hasan al-Ash'ari pia amenukuu ijma' ambaye huo wao wanamfuata. Abu al-Hasan al-Ash'ari yeye msimamo wake kwamba Allah yuko juu, kwenye kitabu chake al-Ibana, risala ila ahli al-Thaghr na vinginevyo kama maqalatul islamiyin. Adhin, afu tuendelee tumalize. Naam. Kwa hiyo kwa munasaba wa aya hii tumeona tuqarrir na tuthibitishe madhhabi ahli sunnah wal jamaa katika masala uluullah. Wameteleza katika jambo hili, katika mlango huu wengi katika wenye kujinasibisha na ilmu, bali katika maulama pia wameteleza katika hili. Lakini haki ni ile ambao wako nayo aljamaa katika sahaba والتابعون ومن جاء بعدهم. hao ndio wamesimama katika msimamo wa haki wa dalili min alkitabi was-sunnah wal-ijma' kuhusu uluullah ta'ala. Na wale wenye kulipinga swala uluu hawana dalili yoyote, la min alkitabi wala min as-sunnah, bali ni maneno tu yaliyorithiwa kutoka kwenye falsafa zilizoletwa na Jahmiya na Mu'tazila kutoka kwa makafiri huko.